Hii ni Maisha Kamili. Twakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mtazamaji wetu, tunakukaribisha tena ili tuendelee na masomo yetu haya ya kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo. Leo tuna somo linalosema shujaa mnyenyekevu. Kabla tujaangalia zaidi, jana mkawa hapa na rafiki yangu mkaangalia nguvu ya kielelezo. Baada ya nguvu ya kielelezo, leo tunaingia katika shujaa mnyenyekevu. Amen. Basi tupate kuomba. Baba yetu Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwe milele. Tunakushukuru kwa neema na rehema zako. Umetujalia tena nafasi ya kujifunza. Wewe ukiwa mwalimu wetu, tunaomba utujalie usikivu tuweze kuelewa haya masomo sawa sana mapenzi yako. Asante Mungu wetu kwa ajili ya mtazamaji wetu, na tunamwombea naye usikivu apate kuelewa sawa sana mapenzi yako. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mashujaa wa imani. Mashujaa wa imani. Tumemwangalia Caleb. Tumemtamani Caleb Sana. na tayari ameshatuambukiza. Na sasa tumwangalie shujaa mnyenyekevu ambaye si mwingine isipokuwa Yoshua. Habari zake Yoshua 19 mstari wa 49 mpaka 51. Kwa uchache 49 mpaka 51. Yes. Basi wakamaliza hiyo kazi yao ya kuigawanya nchi iwe urithi kwa kuandama mipaka yake. Kisha wana wa Israeli wakampa Yoshua mwana wa Nuni urithi katikati yao, sawasawa na ile amri ya Bwana. Wakampa mji alioutaka, maana ni Timnath Sera katika nchi ya vilima ya Efraim, naye akaujenga huo mji na kukaa mumo. Hizi ndizo nchi ambazo Eleazari kuhani na Yoshua huyo mwana wa Nuni pamoja na hao vichwa vya nyumba za mababa ya kabila za wana wa Israeli walizigawanya kwa njia ya kupiga kura ziwe urithi huko Shilo mbele ya Bwana, hapo mlangoni mwa hema ya kukutania. Basi hivyo wakamaliza kazi ya kuigawanya hiyo nchi. Haleluya. Amen. Huyu ndio Yoshua sura ya kwanza. Mungu anasema utawavusha hao watu, wewe ndio utakayewarithisha. Na katika kuipigania nchi hii amekuwa kiongozi. Katika kuwarithisha, utaratibu wa kurithisha, tunaweza kusema alikuwa ni mwenyekiti, alisimamia. Na kwa utaratibu kupiga kura, Yuda chukua, Efraim chukua, Manase, Naftali, Zabuloni, wanapiga kura, wanachukua nchi ambayo Mungu aliwaapia. Wewe kama ndio kiongozi mwenyewe, ungekuwa wa mwisho kweli kuchukua urithi wako? Sio wa kwanza. Watu wengine wanajimegea kwanza kwamba mimi ngoja nichukue, alafu kinachobaki tu. Unaambiwa nyama, mapaja yale anapewa baba. Kwa nini? Yesu ndio ametafuta hela. Kweli? Kweli. Na wanaume tunakula vizuri kwa sababu sasa nimekula ndio nimetafuta. Na ninyi mkikua mtakula hiyo minono. Ndio shujaa Yoshua alivyo? Hapana, yeye yuko tofauti. Yeye anakuja kuchukua urithi wake mwisho. Wengine wote wamepata. Kila mtu kashachukua eneo alilolitaka, alafu hajajichukulia. Tunasoma Israeli ikampa, ila ikampatia pia chagua tukupe wapi. Kwa hiyo haisemi kwamba alijichagulia. Mimi nakumbuka kwenye meza ya Bwana huwa tu katika tunapohudumia watu chakula, sisi tunatangulia kuwagawia, alafu sisi tunakuwa wa mwisho. Alafu kiangalia pale mezani kila mmoja anamhudumia mwingine, ila sisi tunakuwa ni wa mwisho viongozi kama Yoshua. Tuipeleke sasa kwenye maisha ya kiuongozi na ya kawaida, kifamilia na kikanisa kawaida. Huu shujaa wa Caleb kuwa wa mwisho, na wewe ni kiongozi, unaweza ukaonekanaje katika maeneo kama haya?
tuko kwa mfano kwenye mjadala wa ajenda fulani, mimi ni mwenyekiti, natakiwa niwe wa kwanza kuongea au wa mwisho? Utakuwa wa mwisho. Kwa kwanza mimi si mwenyekiti. Unatakiwa wasikilize wajumbe wanasemaje kwanza. Mimi mwenyekiti bwana. Sasa mwenyekiti bwana, hiyo sasa sio kiuongozi. Huo ni uongozi wa kimwili. Wa kimwili. Kwa hiyo ni unyenyekevu. Yaani wewe ukiwa mkubwa alafu ukakubali kuwa wa mwisho, unapata heshima zaidi. Unapata heshima zaidi. Unaweza kuongea lakini ukakubali kunyamaza kwanza kusikiliza wenzako, ni unyenyekevu zaidi. Ni unyenyekevu. Haya, twende. Tumemaliza ibada, ni wakati wa kula. Wakati wa kula chakula cha kimwili sasa. Chakula tayari. Kina nani wanatakiwa kuhudumiwa kwanza? Wapishi au hawa ambao wanatakiwa kula kwanza? Wapishi au hao wanaolishwa? Achana na kuonja. Yaani kwa utaratibu wanaotakiwa kula kwanza ni wanaohudumiwa. Na naona wamama wanakwenda mwishoni, basi tutakula baadaye. Ni wanyenyekevu. Ni wanyenyekevu, muda fulani wanaishiwa chakula wanakosa. Wachungaji tukiwa sasa hapo ndio mtuambie na yeye wachungaji. Sasa mchungaji kwanza, ngoja mchungaji kwanza. Hapo watoto wameshakula au bado? Hata bado. Mama bado. Tunapeleka mchungaji. Sasa hapo ndio sasa wachungaji na nini? Hata kwenye makambi mchungaji ndio wanao wale. Okay, tuliache hilo. Labda inawezekana labda nao ni kama watoto. Labda wakifika kwenye tumbo ni dhaifu. Yaani wanakuwa ni dhaifu. Wawe kuanzia leo wajue kwamba wawe viongozi wale wa message sent. Sasa hivi kule nyumbani wa kwanza kununuliwa nguo ya makambi au nani, anatakiwa awe nani? Mama, baba au mtoto? Mtoto. Ukifanya hivyo basi na wewe ni shujaa kama Yoshua. Anatakiwa awe mtoto. Wewe ushavaa nguo nyingi na ulishanunuliwa, ngoja na watoto sasa. Rafiki yangu, tumekuwa tukijifunza habari za mashujaa wa imani. Caleb tumemwangalia, lakini huyu Yoshua anatuachia kitu cha pekee sana. Amefanya yote. Swala lilikuwa ni ardhi, kila mtu anataka ardhi, kila mmoja ameisubiria miaka 40. Wako wanaisubiria. Na yeye ndio anaongoza katika ugawaji. Na yeye asemi kwamba nitengeeni kwanza yangu afu ndio tuanze kugawana yenu. Anaanza na yao. Alafu hao wanasema na wewe chukua. Mimi namtamani, wewe unamtamani? Namtamani sana. Naamini wachungaji wetu nao watamtamani, na wazazi wetu nao watamtamani, na wapishi wetu na yeyote ambaye amepewa nafasi ya madaraka na mamlaka kuwatanguliza wengine kwani. Tuombe kwa ajili ya unyenyekevu kama huu. Baba yetu wa mbinguni, unyenyekevu wa kuongea ni rahisi. Wa kutembea umeinama kama kuku ni rahisi, lakini sio katika kutenda, na hasa inapokuja kwenye masuala ya maslahi. Neema hii tunaiomba. Na ikiwa kama kuna mtu yeyote yuko kwenye nafasi yoyote ya kutoa haki, mpatie neema ya kufanya hivi. Kama ni baba, kama ni mama, kama ni kiongozi, kama ni nani katika jamii. Na yote ambayo yamefanyika kiubinafsi, Baba tusamee, kamsamee. Achilia neema yako na unyenyekevu wa Yoshua ukatawale mioyo yetu na kuongoza hatua zetu. Ndivyo tunavyoomba, na tunaomba turejeshe tena kwa masomo mengine kama haya katika jina la Yesu. Amen. Basi rafiki yetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo. Somo linalosema shujaa mnyenyekevu. Tumemwona Yoshua alivyoonyesha unyenyekevu kwa kuwa wa mwisho kupata urithi. Amewagawia watu wengi, lakini yeye anakuja kupata mwisho. Karibu katika somo la kesho linalosema kubadilishiwa kutokana na kutafakari. Kubadilishiwa kutokana na kutafakari. Basi karibu sana kwa siku ya kesho. Amen.